mtazamaji kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo, nakuletea mada inayosema mpenzi anayetengeneza ladha tofauti na ile iliyozoeleka ana kanuni hizi 5. Kuna mahusiano mengi sana ambayo yamevurugika, yanakosa raha, na video hii ya leo imekuwa inspired na dada ambaye nimeongea naye jioni ya leo. Huyu dada mume wake alikuwa anakunywa pombe, kamsaidia mpaka amekubali kuacha pombe. Sasa ameacha pombe, lakini anarudi saa 5 za usiku, saa 7 za usiku. Sasa mara ya mwisho ya kusababisha huyu dada anipigie simu ni kwamba mwanaume amerudi saa 8 za usiku. Amerudi saa 8 za usiku, mwanamke akamwambia nenda kalale huko ulikotoka. Mwanaume ana gari. Akiwa getini akamwambia kuanzia leo usiniombe hela ya aina yoyote ile. Sawa, mshahara wa mwanamke ni mdogo sana ukilinganisha na mwanaume, lakini kinachonisikitisha mpaka nikasababisha niingie kutengeneza mada hii ni kwamba huyu dada ni mzuri sana. Ana hips za kutosha, ana matiti ya kutosha, ana sura ya kutosha. Mwanaume alipozungumza vile, na ni kweli, mwanamke huyu ananipigia simu hata asema jana tukunywa chai, leo tukunywa chai na hela ya sukari. Anasema leo tumeenda kanisani bila kunywa chai. Nimeonea huruma sana huyu dada. Nilimtumia hela kiasi kidogo tu, shilingi 9,000 ndio ilikuwa imebakia kwenye akaunti yangu ya M-Pesa. Nikamtumia shilingi 9,000 ambaye kusaidia kesho na watoto. Wana watoto watatu. Tumeongelea mambo mengi sana, lakini nataka kuzungumza katika mada hii leo ni kwamba kwa uhusiano wa muda mrefu, uwezekano ni mkubwa sana wa mtu kuchoka, akazoelea kile ambacho anakijua. Mwanamke inapasa ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 katika mwili wake, na kila eneo lina ufundi wake. Na mwanamke anapasa ajue kwamba mwanaume anapasa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 katika mwili wake, na kila eneo lina ufundi wake. Lakini pamoja na hayo maeneo, kuna madoido mbalimbali ya kuchanganya na mbwembwe mbalimbali. Nimetumia muda mrefu kutafuta video ambazo zinaweza kusaidia watu kuhakikisha kwamba mwanaume atataka ishi naye miaka 30 kwenye ndoa, miaka 50 kwenye ndoa, asiboreke na wewe, na mwanamke uliye naye ataona ishi naye miaka 40 asiboreke na wewe. Ili ni jambo la msingi. Nimeona na ninapoongea na wewe dada ambaye tokea Songea, mume wake alishachepuka na akathibitisha kwamba kwa mwanaume amechepuka. Mwanaume ana hela za kutosha. Wana hela za kutosha za kumwaga, sio za kutosha za kumwaga. Lakini mwanaume amekuwa anachepuka. So dada akanitafuta miezi 4 iliyopita. Ana shuhuda zake nyingi ambazo amenipatia, lakini ya leo imenitia nguvu katika kuleta mada hii. Anasema mwanaume amekuwa na wivu kupita kiasi sasa hivi. Anasema nimeenda saluni, nimechelewa kurudi saa 1, mwanaume kasala. Nimechelewa kutoka saluni saa 1 jioni. Mwanaume kasala. Anasema amekuwa na wivu kupita kiasi. Kwa sababu mwanamke amebadilisha ladha ya tendo la ndoa. Mwanaume haoni haja ya kuchepuka tena. Na kwa sababu haoni haja ya kuchepuka tena, anataka abakie kwenye njia kuu kwa mke wake peke yake. Kwa hiyo hataki achanganywe na mwanaume mwingine. Na hizi shuhuda ni nyingi. Sasa tunasema kanuni 5. La kwanza, hebu jiulize swali. Wewe ni mwanamke au ni mwanaume? Jiulize maswali. Hivi ni kweli na kuaga na mbadilishia ladha mume wangu au mke wangu kwenye tendo la ndoa? Kwa nambadilishiaga ladha? Na kama una uhakika kwamba una uwezo wa kubadilisha ladha ya tendo la ndoa kwa mwenzio, tambua mwenzio ameboreka na wewe, lakini amekosa ujasiri wa kukuambia. Sasa atakapoenda nje akakutana na ladha tofauti, itakuletea shida sana kwenye mahusiano yako. Na shida hii huwezi kuitatua wewe mwenyewe. Unahitaji msaada wa daktari wa mahaba akusaidie katika hilo eneo. Kinyume na hapo, utabakia tu mtu kulalamika, utalalamika sana. Lakini haitakusaidia kwa sababu tayari mwenzio ameshaboreka na hujui njia za kumsaidia kubadilisha hiyo hali. Sasa kuna mambo mengi ambayo yanatokea kwenye mahusiano ya kimapenzi ambayo tunaona ni ya kawaida, lakini ukweli wenyewe ni kwamba mengine sio ya kawaida kabisa. Unahitaji kuyashughulikia ili uweze kuona kwamba mpenzi wako anapata kitu ambacho hajakizoea. Kuna shuhuda nyingi ambazo nimekutana nazo
ambazo naweza nikakusikilizisha hapa. Hizi video hizi voice note nilikuwa nimeziandaa hapa, lakini naona tayari zimeshajichanganya. Lakini kikubwa ambacho nataka nikushirikishe ni kwamba kuna umuhimu wa kumbadilishia ladha mpenzi wako. Sikiliza voice note. Mwishoni sasa siku akaniingilia, yani sijui alipatia wapi hiyo taarifa, sijui tunakaa tuko kwenye tunafanya mapenzi usiku, akaniingilia kinyume na maumbile. Niliumia lakini nilivumilia kwa sababu alikuwa ameniforce. Kwa hiyo kama ameingiza yote. Kwa hiyo nikakaa. Siku nyingine tena akaniambia kama inauma nitakuwa nakuweka kidogo kidogo. Akaniweka kidogo kidogo. Haweki yote, anaweka tu ile kichwa kidogo. Haweki yote. Sasa ikaenda siku ya 3 tena akaniingilia. Siku nyingine mara ya 3 tena akaniingilia. Kwa hiyo nikasema hii sasa sio nzuri na mimi siwezi. Kwa hiyo ikaenda akaniingilia kama mara 4 hivi, kama mara 5. Kwa hiyo nikakaa, nikaona hii sio sahihi, nikaomba watu ushauri. Akaniambia dada, utashindwa kuzaa, fanya tuondoke sijui niko. Nikachukua ushauri wa watu. Kwa hiyo nikachana mume wangu. Kwa hiyo nilipoachana naye, tangu nimeachana naye sasa hivi ni kama miezi 3. Lakini sasa hivi najikuta nina mimba, ni mjamzito. Sasa nilikuwa nataka nikuulize daktari, je, nitaweza kuzaa ndo nitakuwa nishaathirika? Okay, unaweza kuona yani mwanaume anatafuta ladha tofauti na ile mpaka anamwingilia mke wake wa ndoa kinyume na maumbile. Na kasi ya wanaume kutaka kutembea kinyume na maumbile imeongezeka sana. Sasa usipokuwa na mbinu za kumbadilishia ladha mumeo, tambua kwamba utakutana na majanga ambayo hukuyatarajia kabisa kukutana nayo kwenye ndoa uliomo. Hilo linawezekana kutokea kwa sababu huyu mwanadamu anabadilika. Inawezekana uko ndani ya ndoa miaka 10, miaka 5, miaka mingapi. Lakini cha msingi ni kwamba ukiwa na vitu vingi ambavyo unaweza kumbadilishia mwenzio, ukampa leo hili, ukampa hiki kile, ukampa hiki kile, italeta utofauti. Mwenzio hawezi akaona haja ya kwenda kutafuta ladha tofauti nje. Sasa hii ni kesi ya mwanamke kuingiliwa kinyume na maumbile. Sio ya kwanza, ziko nyingi. Lakini kinachosema kwamba mpenzi anatengeneza ladha tofauti, nataka ufahamu kwamba uwezekano huu wa kutengeneza ladha tofauti na ile aliyoizoea mwenzio upo. Unaweza kumtengenezea ladha tofauti na ile ambayo ameizoea mwenzio na akapata raha ya kiwango cha juu sana, kama shuhuda nyingine ambayo itafuatia itaweza kukuonyesha kutoka kwenye voice note. Haya ni mambo ambayo yanawezekana. Kwa hiyo swali la kwanza ni hilo, jiulize, hivi ni kweli huwa nambadilishaga ladha mpenzi wangu au nampatia tu kile kile? Unapompatia kile kile, itafikia hatua anaboreka nacho, na kiboreka nacho akienda nje akakutana na mambo ambayo wewe huna, itakuwa ni majanga mbele ya majanga, majanga juu ya majanga. Hicho ni kitu ambacho nataka ukiepuke, na ndio maana nimekuletea mada hii. Kwa hiyo ni kanuni ya kwanza ambayo unapaswa kuitumia. Natafuta kuna video nyingine ambayo nataka voice note nyingine ambayo nataka uisikilize. Naomba tu nivumilie. Kwa hiyo ni kanuni ya kwanza. Ya pili, ni muhimu ujue kwamba unapaswa kuwekeza kwenye uhusiano wako. Tafuta maarifa na ujuzi wenye sura tofauti tofauti. Fanya mambo kwa muda mrefu. Sasa usipojua mambo ya kufanya, utakuwa unafanya ukifikiria kwamba unamridhisha. Katika video mpya ambazo nimeziandaa, video moja ambayo ni kubwa, yani kwa ajili ya wanaume, ina dakika 23, siku 2. Dakika za kumwandaa mwanamke, kumwandaa mwanamke ina dakika 16. Kumwandaa hapo kabla ya kuingiliana. Kwa hiyo hizo ni video mpya. Kwa hiyo nakwambia shule umuhimu, hii ni updated subject. Kwa hiyo haya mambo napoyazungumza hapa, mnasema kwamba huyu Dr. Mahaba naye bwana amekosa kazi sijui na nini. No. Nazungumza vitu kwa sababu nao ushahidi wa watu ambao wanalia kwenye ndoa zao. Kama huyo dada ulivyosikia, ameona kwamba siwezi kuendelea kufanya kinyume na maumbile, niachane naye mwanaume, anaachana naye, anakutana na kumbe ameondoka na mimba. Sasa tukusise kuna voice. Nasikia huyu mwanamke, huyu ni mke wa mchungaji. Huyu ni mke wa mchungaji.
Mchungaji alishaanza nje ya Nina ndoa. raha sana Sikiliza Dokta, anavyozungumza kuona hapa. nimemuweza na nafikiri namuweza. Mungu akubariki sana kwa elimu nzuri ambayo umetoa, na naendelea kujitahidi na nitaendelea kukupa mrejesho. Asante. Okay, hiyo ni voice note ya kwanza. Sikiliza voice note ya pili. Hello Dada Dokta, huyo. Bwana Yesu asifiwe. Natumai unaendelea vizuri. Mimi pia niko salama, niko vizuri, namshukuru Mungu. Nimerudi Geita, nipo tu kwa sasa. Naamini siku nikipata nafasi nikaja Mwanza, nitajitahidi nikuone. Mungu akubariki sana, ukuwe na siku njema. Asante sana Dokta. Alikumbuka vile nilipochezea dudu lake. Unasikiliza sasa. Unaona? Kuna wanawake hawajui hata kuchezea dudu la mwanamke. Nakumbuka tu. Sikiliza. Na basi jana hiyo tena usiku ile asubuhi ile kama unavyojua kawaida kabidi tena nitoe dozi, na saizi ameshanipigia simu, yuko kazini, ananiambia yani siwezi kutulia, nataka tu nije tena turudie tena. Hii asubuhi ya usiku nimempa ile pompaya, ni hatari Dokta. Mungu akubariki sana. Yani sina mengi ya kusema, ila we subiri tu. Yani nikipata hela nakuja huko. Unaweza kuona hizi ni shuhuda chache. Ni kwamba pompaya ni ile jinsi gani ya kumtengenezea mwanaume msuguano mwingi wakati mnashirikiana naye tendo la ndoa. Msuguano mwingi unamsaidia mwanaume aweze kupata raha ya kiwango cha juu sana. Na ukizingatia kwamba asilimia kubwa ya wanaume wameshapitia mchezo wa kujichua, mwanaume anahitaji msuguano mkubwa kwenye uume wake ili apate raha ya kiwango cha juu. Lingine ambalo lipo, wanawake wengi baada ya kuzaa maumbile yenu yanatanuka au yanalegea. Sasa hilo hutaambiwa kwamba bwana siku hizi uko chini kumelegea. Ndio maana wanaume wanapoanza kwenda kinyume na maumbile na mwanamke wanapata shida kuacha. Kwa sababu sehemu ile ya kinyume ya haja kubwa haitanuki kama uke wako unavyotanuka. Kwa hiyo kwa maana mengine kwamba hiyo inasababisha kwamba anaona kuna raha zaidi kuliko kule mbele. Sasa kuna magonjwa yake ambayo yanaweza kuathiri wanawake wanaopitia mchezo huo. Kwa jambo la msingi ufahamu kwamba mwenzio anahangaika ndani ya moyo wake mpaka anaenda kutafuta watu wenye kinyume na maumbile, ni kwamba anataka ladha tofauti. Sasa je, unao hakika kwamba unampa ladha tofauti? Umewekeza nini kuhakikisha kwamba mara nyingi mwanaume uliye naye, mwanamke uliye naye unampa ladha tofauti? Umewekeza katika hilo au unajidanganya kwamba uko sawa kumbe hauko sawa? Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba lazima uwe na uhakika kwamba uwezo huo unao wa kumbadilishia ladha huyu mwanaume, huyu mwanamke uliye naye, la sivyo atachepuka, na akichepuka hutajua kwa sababu lazima atakuwa anajificha. Natafuta voice note nyingine hapa ambayo ni kali zaidi. Nimewekea tu namba yake, si unajua inaishia namba 39. Kwa hiyo hiyo ni kanuni ya pili. Kanuni ya tatu, kuwa na malengo ya kuonekana tofauti mara kwa mara. Usipokuwa na malengo, maana huna mwelekeo, utafanya vitu kwa mazoea. Na hayo mazoea yatakuponza. Napenda nikwambie, hayo mazoea yatakuponza. Kwa hiyo kuwa na malengo ya kuonekana tofauti mara kwa mara. Usiridhike kwamba mume wangu anitukani, mke wangu anifanyie mabaya, mke wangu achepuke. Usiridhike na hiyo. Tafuta vitu tofauti mara kwa mara, ubadilishe ladha ya hilo tendo. Kwa sababu ni tendo ambalo mnashirikiana nyinyi wawili, huwezi kumshirikisha mtu mwingine juu ya hilo. Hii ni video ambayo ni voice note nilikusomea kwenye video nyingine, lakini napenda nikusikizishe kwa sababu nimefikia. Kwa leo angalau maana na Ngoja nikusikilize. Dokta jamani, acha basi kunitisha mwenzio mimi Sio hiyo sana. Sasa ili niweze kufungua email vizuri, maana hii iPhone inanisumbua. Kwa hiyo sija kutumia email kwa sababu hiyo. Ngoja niache. Nilichofanyia. Alafu Dokta, nimekumbuka kuna video waga unaongea unasema ukitaka kumpagawisha mwanaume kuna sehemu ulisema hapa kwenye uume chini ya korodani na sehemu ya haja kubwa unasema kuna mshipa. Kuna mimi huwa na utafuta kwa mume wangu siuoni, au nimwambie atanue miguu ili niuone vizuri ule mshipa, nataka niujue ili niwe napitisha hapo ulimi.
huwa unasema sana kwenye video zako. Kuna video ambayo niliona unaongea YouTube Okay. kwamba Okay. kuna hiyo sehemu Unaona huyu ni msikilizaji. inambadilisha sana mwanaume, unailamba lamba pale, au unaweza ukawa unaichezea na kidole. Sasa najaribu kutafuta huo mshipa ambao unausema, mbona huwa siupati? Nataka hicho kisehemu na mimi na chenyewe nikitumie dokta. Ndio maana nikataka labda kuna video ambayo inaweza ikaonyesha vizuri hiyo sehemu niwe naitumia kuifanyia kazi. Unaweza kuona huyu mwanamke, huyu mwanamke anaongea kitu ni kwamba ana malengo, ana nia ya kuhakikisha kwamba mume wake anapata starehe ya kiwango cha juu, anapata ladha tofauti. Amenisikiliza hapa. Hizi video unazozituma, unazoziuza kwa maneno mengine, siwezi nikaziweka hapa YouTube. Ni video ambazo unazilipia na kutumia private. Sawa? Sasa amenisikia nikizungumza hapa kwamba kuna hilo eneo ambalo kwa Kiingereza wanaita perineum. Sawa, perineum. Kutoka kwenye korodani mpaka sehemu ya haja kubwa ni mzizi wa uume. Unenyewe kuna kazi yake ya kufanya pale. Ni katika maeneo 14 ambayo mwanaume anayo katika mwili wake, ambayo mwanamke anapaswa awe anajua jinsi ya kuyashughulikia. Sasa wanawake wengi wamebweteka wakiamini kwamba wako sawa. Kumbe wanajitengenezea majanga wao wenyewe. Kwa hiyo kuwa na malengo ya kuonekana tofauti. Tafuta mbinu mpya mara kwa mara. Hata Mungu anazungumza. Kitabu cha Isaya 43 mstari wa 18 anasema tazama nafanya jambo jipya. Anasema tazama nafanya jambo jipya. Kwa hiyo uwe na mambo mapya. Kama Mungu ana mambo mapya, kwa nini sisi wanadamu tusiwe na mambo mapya? Tena imerudiwa tena kwenye Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo kwamba tazama nafanya mambo jipya. Kwa hiyo kama Mungu analeta mambo mapya, wewe umekalia tu yale yale. Anaboreka na wewe, mbadilishie ladha. Hiyo ladha ameshaizoea. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe kutafuta maarifa ili uhakikishe kwamba unaleta vitu tofauti. Uwe ni mwanaume au ni mwanamke, ni vitu ambavyo vinahitajika ili mpenzi wako aweze kujithibitishia kwamba na mpenzi ambaye yuko updated, ana vitu vipya na napata vitu vipya ambavyo vinanipa raha ya kiwango cha juu sana. Kwa hiyo hicho cha kwanza. Ya 4 sasa, kanuni ya 4. Usiweke mbele kuingiliana. Katika video mpya ambazo nimezitengeneza, sawa, nimezungumza mwanamke anatumia dakika 15 kabla hajamruhusu. Anamwandaa tu mwanaume, hajamruhusu mwanaume kumuingilia. Kama kwenye video moja, mwanaume anaingiza uume unachomoka, mwanamke anasema potezea mbali. Tuendelee, anafanyia vitu vingine tofauti na vile. Unaona? Kwa hiyo usikae tu ukajiona kwamba umeridhika na ile hali. Mungu niangalie hivi. Ninalala sana dokta. Mimi ni mwanamke. Kuona nimemweza. Mimi nimeshaisikia, nimejirudia hapa. Lakini ni vitu ambavyo kuna voice note. Kwa hiyo usiweke kipaumbele kuingiliana. Katika video moja, yaani mwanamke anamwandaa mwanaume dakika 16 ndipo anaanza kumnyonya mwanaume dudu lake. Dakika 16. Sasa asilimia kubwa ya wanawake wanachojua ni kunyonya. Dakika 2 tu tayari amekimbilia kwenye kunyonya mwanaume, kwa sababu anajua kwamba wanaume wanapenda kunyonywa. Unaona bwana? Anajua kwamba wanaume wanapenda kunyonywa, basi anakimbilia tu dakika 2 tu amekimbilia kwanza kumnyonya. Itakuponza, atazoea kunyonywa. Unavyomnyonya kwenyewe unajui kuna mbinu mbalimbali za kunyonya, unijui. Alafu unampata ladha hiyo ya kunyonya siku zote. Kila mwanamke siku anajua kunyonya, wanaume wanapenda kunyonywa. Kwa hiyo lazima ujue mbinu za kumbadilishia ladha katika maeneo tofauti. Hilo ni jambo la msingi sana ulizingatie. Hii message ni hii voice note kama niliandika. Niangalie kama iko katika ambazo nimezinote hapa. Ngoja kusikizisha hii voice note hii kwanza. Kwamba kuna kipindi nilikaa muda sijafanya mapenzi. Kwanza pindi naanza kufanya sasa mapenzi rasmi, kwanza nilikuwa muoga. Unaweza ukaingia na mwanaume getu, akuchezea akakunyonya maziwa, akupandisha hisia, alafu nagoma kufanya mapenzi. Yaani nilikuwa muoga. Nikiona uume wa mwanaume umesimama, sitofanya mapenzi. Nilikuwa naogopa sana, na pia kelele nalia, ananiacha naondoka. Kwa hiyo nilikuwa na hiyo tabia. Kwa hiyo mpaka nimekuja kufanya mapenzi kabisa mara ya kwanza nikiwa na miaka 17. Ndio nikaanza kufanya mapenzi miaka 17. Na hata ndio hiyo mara ya kwanza kuanza kutembea na mtu ambaye amebalee, mtu mzima, nikiwa na miaka 17.
Kwa hata hivyo nilikuwa nakaa muda sana, hata mwaka sijafanya mapenzi. Yaani hivyo hivyo, yani ndio ilivyokuwa. Kiukweli toka nianze kufanya mapenzi sasa rasmi hiyo miaka 17. Huyo mwanaume wa kwanza ambaye nimeanza kufanya naye mapenzi baada ya kubarehe, nikimaanisha mwanaume wa ukubwani, sikuwahi kupata raha yoyote mpaka sasa hivi. Kile nikitembea na mwanaume huyu hapa na anakuwa na mwendo mzuri tu, anapiga na kugeuza kila staili, lakini wapi. Yaani unakutana na wanaume machachari, yani uume wake haulali. Anapiga lakini wapi, sikojoi. Yaani hata la sisikii, yaani nakuwa tunasikia kama ananiumiza tu, najikaza tu yamalize basi. Ndo hali nilionayo mpaka sasa. Unaweza kuona huyu dada anachozungumza katika hizo video mpya ambazo nimeziandaa. Kuna wanawake wengine wana visimi vikubwa, huyu ni rahisi kukigusa. Ile kisimi ndio switch ya mwanamke kupata utamu wa kiwango cha juu. Lakini kuna wanawake wengine visimi vyao ni vidogo, au mwanamke mwingine amekeketwa. Huyo ana ufundi tofauti, mwenye kisimi kidogo ana ufundi tofauti na mwenye kisimi kikubwa. Kwa hiyo kwenye hizo video ambazo nasema ni mpya, brand new, za kumaliza 2025, ndio imeingia huu mwezi wa 11 sasa hivi. Kwenye hizo video mpya utaona tofauti hizo visimi na jinsi ya kushughulikia kila kisimi kutokana na ukubwa wake. Wewe mwanaume, kwa unaweza kuona jinsi gani. Kwa hiyo mwanamke anasema hata mwanamke hatajiepusha. Sasa kuna tofauti ya wanawake wanatofautiana. Sayansi imethibitisha hili kwamba iwapo tundu lile ambalo unaingiza uume likiwa na urefu kwenda kwenye kisimi unaozidi sentimita 2.5, huyo mwanamke atapata shida kufika kileleni. Narudia, asilimia kubwa wanaume wanafikiria kuingiza tu dudu kwenye choma, ingiza choma, inatosha. Kwa sababu mwanamke anasema hivi, wanawake nimekutana nao machachari, wanaume nimekutana nao machachari kweli, wana nguvu za kutosha, lakini sifike kileleni. Ni kwamba huyu mwanamke umbali uliopo toka kwenye tundu lile ambalo unaingiza uume mpaka kwenye kisimi, kwenye switch ya utamu wa mwanamke umezidi sentimita 2.5, hawezi kufika kileleni. Tafiti zinaonyesha kwamba 67% ya wanawake wanadanganya kwamba amefika kileleni, kumbe hajafika. Sasa mwanamke huyu anajishangaa. Huyu nakuja kusikiza ndoto yake nyingine. Huyu mwanamke huyu anashangaa, kwa nini kwenye ndoto nikiota ndoto napata raha kweli? Kama nafanya mapenzi napata raha kweli? Ngoja ametaja jina lake kwenye hii voice note, ngoja nisogeze mbele ili niliondoe jina lake. Kuchezea akakunyonya maziwa kupandisha hisia, alafu nagoma kufanya mapenzi. Yaani ilikuwa muoga. Nikiona huyo mwanaume umesimama. Ngoja nione kwenye video yake ya pili hapa. Nani ametaja jina lake kwenye hii, sipendi atoe jina lake. Ngoja nisukume iende mbele. Kwamba ndo naanza kufanya mapenzi na mwanaume aliyebarehe. Sijawahi kupata raha yoyote. Yaani sijawahi kupata raha yoyote ile. Lakini kuna muda mwingine nikiwa nimelala usiku, huwa ninaota kwenye ndoto kama nafanya mapenzi na mtu. Yaani unashangaa tu unakata kiuno, unasikia raha kubwa sana ambayo hujawahi kuipata ukiwa unafanya mapenzi na mwanaume yoyote. Yaani wanasikia raha kali sana, tena raha kali mno, nasikia raha mno kala. Lakini sasa hiyo raha nayoisikia kwenye ndoto sijawahi kuipata nikiwa nafanya mapenzi na mwanaume ana kwa ana. Licha ya hivyo, nilivyokuwa mtoto mdogo kwenye miaka 10 hivyo, 11, kuna ile michezo ya kombolela na watoto wenzangu. Mnaenda kujificha kwenye machaka, mnafanya mapenzi. Lakini sasa pindi hicho nilikuwa nasikia raha nilipokuwa mdogo, tulikuwa tunafanya mapenzi na watoto wenzangu. Nakumbuka mpaka sasa niwana kunapata raha nzuri tu. Lakini kwa sasa hivi toka nibarehe nitembee na mwanaume, sijawahi kupata kabisa raha, wala sijui wanakojoaje. Yaani sijui kabisa wanakojoaje. Nisaidie dokta, hilo kama kuna uwezekano. Unaweza kuona huyu dada. Sasa ufikiria mke wako huyu sio wa kwanza, wewe kwake sio wa kwanza. Aishakuwa na wanaume wengine huko nyuma. Huko wanaume wengine huko nyuma labda walikuwa wanafikisha kileleni. Wewe umeshindwa kufikisha kileleni, una tatizo la kuwahi kumaliza. Labda dudu lako limepinda.
unashindwa kurudia tendo. Wakati nakumbuka mpenzi wake zamani alikuwa anaweza kurudia, kama kwenye video ambayo nimeweka jana. Huyu mwanamke anasema, namkumbuka mpenzi wangu wa chuoni, alikuwa ananiandaa vizuri kweli. Mume wangu ameshindwa. Unaona? Akavunja ndoa huyo dada. Akavunja ndoa na kazi yake nzuri. Akavunja ndoa. Kwa hiyo unaweza kuona kiasi gani. Kwa hiyo unapokuwa unatoa kipaumbele tu kwenye kuingiliana tu, lazima mwenzio atakuzoea. Kisha kuzoea anakuona wewe bomu, anakuona tu kama mdoli. Una jipya, mambo ni yale yale. Kwa hiyo lazima, ni kitu cha msingi sana mtu aweze kuwa na ubunifu hali ya juu, kutafuta maarifa na kuweza kutumia muda mrefu kumwandaa mwenzie, ili mwenzie kweli ajivunie kwamba nina mpenzi sahihi anayejua kufanya mambo, sio anabahatisha. Wengi wanafanya mambo ya kubahatisha, na hii inawaponza sana. Mtaumbuka watu wengi sana kwa sababu mnaamini kwamba unachokifanya kinatosha wakati hakitoshi. Mzungu mmoja akasemaje? If you want more, you must become more. To do more and to have more. Hivi, ukitaka zaidi, lazima wewe mwenyewe uwe zaidi na ufanye mambo zaidi ili uweze kupata vitu zaidi. Unaweza kuona, yeye ni mzungu mmoja akazungumza. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kulizingatia, uweze kuwa na vitu zaidi ili uwezekane wewe ni zaidi ya wengine ambao wanawatamani. Kuna voice note moja ya mwisho nataka nitumie hapa, naendelea kuitafuta. Kwa hiyo hilo naingia kwenye kanuni ya 5 na ya mwisho. Sawa? Niingie kwenye kanuni ya 5 na ya mwisho, alafu nitamalizia na hiyo voice note nyingine ambayo inaishia na namba 39. Ngoja niendelee kuitafuta hapa. Kanuni ya 5 inasema hivi: changanya na maongezi na utani. Watu wengi wanafanya mapenzi kibubububu. Inatisha. Katika video hizo mpya ambazo nimeziandaa, utamuona dada ambaye anajua umuhimu wa kuchanganya na maongezi ndani ya utendaji wa tendo hili maarufu sana linaloitwa tendo la wanandoa. Maongezi yanachochea hisia tofauti na wale ambao wanafanya mapenzi kimya kimya. Hisia tofauti zinakuja kwa sababu gani? Na vivyo inatengeneza kumbukumbu tofauti na zile ambazo zinatokea. Muone yule dada ambaye anazungumza, mume wangu yuko ofisini, ananitumia message, anatamani arudi. Ni kwamba ana kumbukumbu ya kitu ambacho kimefanyika jana usiku. Mwanaume ambaye zamani alikuwa hapendi, asubuhi anapoenda kazini anamhitaji mke wake, sasa hivi ameanza kufanya vitu kama hivyo. Hayo yote yametokana na ufundi mpya aliyoupata kutoka kliniki ya afya ya mapenzi. Kwa hiyo haya mambo ni mambo muhimu ambayo yanahitajika kuwemo kwenye mahusiano ya ndoa. Usiridhike na kile ambacho unaona kwamba unacho sasa hivi. Mwenzio akikizoea hata kuambia kwamba bwana, sasa hii imeanza kuniboa, hawezi akakwambia. Akishazoea hawezi kuambia bwana, hili limeniboa. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe mwenyewe kujiongeza, kutafuta vitu vya kuchanganya madoido mbalimbali ya kumfanyia mwenzio, ili mwenzio apate kuona utofauti mkubwa kwako. Asione hakuna haja gani ya kwenda mchepukoni. Atakapokuwa anapata vitu vya kumbadilisha, haoni sababu ya kwenda. Kama dada mmoja ambaye alimfumania mume wake kwa njia ambayo si ya kawaida, ni kwamba huyu dada alikuwa ameenda kuosha gari la mume wake, kufanya usafi wa gari la mume wake. Kwa gari la mume wake akakuta simu vile vidogo vile simu vya tochi. Kuangalia ile simu akakuta ina mchepuko. Unaona bwana, huyu dada ni mzuri, ndoa ya miaka 17. Kutaka kumuuliza mume wake, akapasa amtafutie yule mchepuko. Kumtafuta yule mchepuko, hata mchepuko mwenyewe alishangaa, akasema kumbe ana mke mzuri namna hii. Unaona? Ana mke mzuri namna hii. Akasema ni kweli natembea naye, ni kweli natembea naye. Unaona? Sasa huyu mwanamke akaona kwale huyu mwanamke mchepuko ametafutwa. Kwa nini mimi nihangaika na mume wangu? Ngoja nimtafute daktari. Akanitafuta mimi. Nikamtumia video. Sawa, huu ni miaka 3 iliyopita. Sasa hivi nime update. Hiyo ni miaka 3 iliyopita. Mume wake mwenyewe anamwambia, "Sasa ulikuwa unaonea aibu wa nini? Mbona sasa hivi unafanya miaka 17 yote umeacha mimi nimejichafua huko nje? Sasa ulikuwa unaona aibu wa nini? Kwa nini ulikuwa unifanyia haya? Kwa nini ulikuwa unifanyia haya?" Unaweza kuona jinsi gani ilivyo ndoa ya miaka 17. Sasa napenda kuambia ndugu msikilizaji mpendwa, ni kwamba uwezekano wa kubadilisha ladha ya tendo hili muhimu linaleta mshikamano kati ya watu wawili wanaopendana upo. Uwezekano wa kubadilisha ladha upo, na wewe pia unaweza kubadilisha ladha hiyo ukipata elimu hii mpya
ambayo ninaitoa. Kama nilivyozungumza kwamba nime-update. Hizi ni video ni mpya kabisa na zinakuja katika mtindo mpya kabisa na ni ndefu, na zitakusaidia kuweza kuboresha mahusiano yako na kuweza kuleta vitu vipya, vitu tofauti katika uhusiano wako, ili mwenzio aone kwamba kweli nina mwanaume ambaye ni sahihi, kweli nina mwanamke ambaye ni sahihi, na sioni sababu ya kutafuta mwanamke mwingine au mwanaume mwingine. Hicho ni kitu cha msingi sana kukizingatia. Okay, nimesema kwamba kuna video hii 739. Nimeipata video ambayo nilikuwa nataka. Kuna mambo mawili hapa nimechanganya namba zinafanana. 739 iko wapi? Kwa hii ni video ya mwisho ambayo ni voice note ya mwisho. Ngoja nafikiri nimechanganya. Ambayo inaishia na 700. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ningependa na yawe ni sehemu ya uhusiano wako. Uweze kuhakikisha kwamba mpenzi wako haizoelei ladha ya tendo la ndoa unalomfanyia mara kwa mara. Kinyume na hapo, akizoelea ndio anapata ushauri, akienda huko nje akakutana na kinyume na maumbile, atakusahau. Okay, naomba niache hii voice note, lakini ni voice note ambayo mwanamke anashuhudia kabisa kwamba video zile ambazo nimemtumia zimembadilishia ladha mumewe, na mumewe amethibitisha hilo kwamba sasa napata vitu tofauti na vile ambavyo nilikuwa nimevizoea. Anyway, napenda niache tu hiyo video, lakini kwa hizo ambazo hiyo screenshot, kwa hizo ambazo nimekusomea, I think itakusaidia kuelewa kitu ambacho nataka kusema, kwamba ni muhimu kwako sana sana kubadilisha ladha wa mpenzi uliye naye, ili asije akakuona kwamba unamboa katika mahusiano yenu haya ya ndani kabisa ya wanandoa. Ni kualike kuagizia video hizo, maelekezo nayaweka hapo chini. Maelekezo haya yataweza kusaidia kuweza kuagizia, kupata email. Natuma kwa njia ya email. Email unaweza kuipata kwa urahisi, na maelekezo nimekuwekea hapo chini. Email ambayo itaweza kukutumia video na video zaidi ya 50, lakini hizi mpya ziko tofauti kabisa. Kwa wale ambao walipata zile za zamani, tafadhali unapowasiliana na mimi uniambie kwamba nataka hizo mpya ambazo ni ndefu sana. Itakusaidia sana, itanisaidia mimi kuweza kuelewa kwamba zile zamani unazo, manake uwezo kaanza form 4 unaanza na form 1. Unaanza na form 1 ndio unakuja form 4. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo ningependa nisisitize, na voice note nyingi sana. Yaani kama nikikusikiliza zote utaweza kuona kwamba ni jinsi gani kliniki ya afya ya mapenzi imekuwa ni kitu pekee ambacho kimewasaidia watu kuboresha mahusiano yao katika mazingira ambayo walikuwa hakuyatarajia kabisa. Na voice note nyingi sana. Anyway, ngoja niache hiyo. Okay. Asante sana kwa kuangalia. Na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali sana naomba ujisajili, usubscribe, ili nitakapoweka video mpya upate taarifa mapema sana. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, subscribe, ili nitakapoweka kuna video nyingine inakuja na kuhusu wanaume, inakuja mapema sana, kwa sababu hapa napokea message ambayo inahusu wanaume, na tatizo ambalo linasumbua wanaume wengi sana. Na ningependa niwashirikishe watu ambao wamekuwa wanafuatilia channel hii waweze kufaidika, wanaume kwa wake wafaidike na mafundisho haya ya kipekee kabisa. Asante kwa kuchagua channel hii. Nikutakie heri katika mahusiano yako ya kimapenzi, na uendelee kufurahia kuangalia channel hii. Bye.